Ufahamu wako ni mwanzo wa kila kitu, na Roho Mtakatifu akuhudumia kwenye mafundisho haya, na mafundisho yakafanyika msaada kwako katika jina la Yesu. Amen. Kila kitu kinachoonekana kilianza na wazo. Kila kitu kinachoonekana kilianza na wazo. Kila tendo linaanza na wazo, na ni jukumu la kila mtu kwa makini sana na anachokiwaza, sababu unachokiwaza kinaweza kuja kudhihirika katika ulimwengu huu wa mwili. Kubadilisha maisha yetu, lazima tubadilishe kuwaza kwetu. Hakuna namna ambavyo tunaweza kubadilisha maisha yetu bila kubadilisha mawazo yetu. Ufahamu ni msingi wa mabadiliko yoyote unayotaka. Mind, kwa Biblia inazungumzia kwamba nia ni msingi wa mabadiliko yoyote unayotaka. Ufahamu wetu usipofanywa upya, maisha yetu hayawezi kubadilika. Ndio maana tunaposoma kwenye Warumi 12:1-2, andiko linasema kwamba msifuatishe namna ya dunia hii, bali mfanywe upya nia zenu. Be renewed in your mind. Be renewed in your mind. Nia zetu zisipofanywa upya, ufahamu zetu zisipofanywa upya, maisha yetu hayawezi kubadilika. Kila kitu kinachoonekana chini ya jua kilianza na wazo. Kila tendo lilianza na wazo. Na ndio maana tunatakiwa kuwa makini, tunawaza nini? Unatakiwa kuwa makini, unawaza nini? Ufahamu wako ndio msingi wa mabadiliko yoyote unayotaka. Ufahamu wetu usipofanywa upya, maisha yetu hayawezi kubadilika. Na ndio maana kuna watu ambao wameokoka lakini bado ufahamu wao haujabadilika. Kwa wanaendelea kuishi maisha yale yale ya zamani, kwa sababu hakuna namna ambavyo maisha yako yanaweza kubadilika endapo ufahamu wako haujafanywa upya. Kama nia yako haijafanywa upya, if your mind is not renewed, your life cannot change. Maisha yako hawezi kubadilika. Mabadiliko ya maisha yetu yanaanza kwenye ufahamu wetu. Yanaanza kwenye ufahamu wetu. Kama tusipobadilika kwenye ufahamu wetu, maisha yetu hayawezi kubadilika. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba unavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Lakini kumbuka pia kwamba ufahamu wetu ndio uwanja wa vita. Our mind is the battlefield. Ni uwanja wa vita. Kama unataka kuishi maisha ya ushindi, lazima uwe makini na unawaza nini. Uwe makini na unachowaza. Mtu ambaye hayuko makini na kila anachowaza hawezi kufanikiwa kwenye maisha yake. Mafanikio yetu yanaanza kwenye ufahamu wetu. Mafanikio yetu yanaanza kwenye ufahamu wetu. Huwezi kubadilisha maisha yako bila kubadilisha kuwaza kwako. Huwezi kubadilisha maisha yako bila kubadilisha kuwaza kwako. Watu wanaoshinda wanawaza ushindi. Wanawaza ushindi. Kwa ushindi wa vita yoyote ile tulionayo inaanzia kwenye ufahamu. Mafanikio yoyote tunayotamani kuwa nayo yanaanza kwenye ufahamu. Hata kushindwa pia kunaanza kwenye ufahamu. Kunaanza kwenye ufahamu. Tunaposoma kwenye Wakorintho wa pili 13-5, anasema ingawa tunaenenda kwa mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu sio za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Tukiangusha kila mawazo yanajiinua juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra zipate kumtii Kristo. Kwa anaposema kwamba kushindana kwa sio juu ya damu na nyama, ni juu ya falme na mamlaka. Juu ya falme na mamlaka. Anasema kwamba silaha za vita zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Sasa ngome ni strongholds. Na strongholds ni mfumo wa kuwaza unaopingana na neno la Mungu. Ni mfumo wa kuwaza ambao unawakwamisha watu. Unawakwamisha watu. Ni sawa tu na kompyuta ambayo ina virusi, haiwezi kufanya kazi vizuri. Kwa kuna watu ambao wameokoka lakini ufahamu zao hazijafanywa upya.
Kwa maisha yao hayana tofauti na yale waliokuwa naishi kabla ya kuokoka. Hakuna mtu anayeweza kusema kwamba huyu mtu ameokoka kwa sababu anaongea kama zamani, anawaza kama zamani, anatenda kama zamani. Kwa nini? Kwa sababu ufahamu wake haujafanywa upya. Bado anawaza kama alivyokuwa Misri. Na kwa sababu mawazo yake hayajabadilika na matendo yake hayajabadilika. Matendo yake hayajabadilika. Ushindi wetu kwenye eneo lolote ile, mafanikio yetu kwenye eneo lolote ile yanaanza kwenye ufahamu. Ufahamu wetu usipobadilika, matendo yetu hayatabadilika. Ufahamu wetu usipobadilika, tabia zetu hazitabadilika. Ufahamu wetu usipobadilika, hakuna chochote kinachoweza kubadilika kwenye maisha yetu. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Na Roho Mtakatifu akusaidie. Ruhusu neno la Mungu likufanye upya. Ruhusu neno la Mungu likubadilishe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Kila mfumo wa kuwaza ambao adui amekutengenezea, huo mfumo na uharibike kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Bwana na ubadilishe ufahamu wako. Roho Mtakatifu aendelee kufanya ufahamu wako kuwa mpya siku kwa siku kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, jina linalopita majina yote. Amen.